Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mamlaka nilionayo ndani ya mkataba wa makubaliano na Simba Sports Club Limited. Bana Mangungu pale Simba Sports Club wamejiamulia mambo ama amejichukulia sheria mkononi, unaweza kusema hivyo, huku Mo Dewji akiinuka akipinga vikali, Amos Makala akipinga teuzi ambao ameteuliwa na Mangungu. Bana kumefukuta. Simba kuna nini tena kuelekea msimu mpya? Mbona kuna mambo mengi ambayo yanayoendelea? Hebu kwanza tupitishane kwenye kila ambacho kinachoendelea, alafu hapo mbele kuna jambo kubwa ambalo tutakuja kusikiliza ufafanuzi madhuhuri kabisa ambayo inahusiana na swala hili Simba kuelekea msimu mpya. Kuna nini? Unaambia kuna hela ambayo haijatoka, pia kuna mambo makubwa ambayo yanazungumza kuhusiana na hela za usajili, vipi mkopo na mambo mengine kama hayo. Hebu tulia kwanza hapo nikupitishe kwenye hili, alafu tutakuja kutazama kwa ukubwa zaidi jambo hili ambalo linaloendelea Simba Sports Club. Bwana karibu sana tuweze kupitia hili bana. Bilionea Mo Dewji amesambaza taarifa rasmi kutoka klabu ya Simba ambayo inakanusha uhalali wa mkutano uliofanyika Bunju, Dar es Salaam chini ya mwenyekiti wa wanachama klabuni hapo Murtaza Mangungu. Baada ya kusambaza, ni wazi bilionea Mo Dewji amekasirishwa na maamuzi ya Mangungu ambayo ameyafanya. Mpaka sasa inaonyesha Simba kuna ugomvi mkubwa ambao unaendelea na hakuna umoja wa viongozi klabuni hapo. Karibu sana tuweze kupitisha kwenye ile taarifa kwa umma ambayo imetoka pale Simba Sports Club kwa undani zaidi. Uongozi wa Simba Sports Club umewataarifu wanachama wake kuwa kikao kilichofanyika Bunju Agosti 2, 2026 hakikuwa mkutano mkuu maalum rasmi wa klabu hiyo. Hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa katika kikao hicho ni batili na hayana uhalali wa kikatiba. Katika taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa bodi Murtaza, mkurugenzi wa Simba Clatous Magori imeeleza kuwa kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2026, ibara 23 inaelekeza kuwa mkutano mkuu maalum wa wanachama huandaliwa na mwenyekiti wa klabu na kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Taarifa hiyo imebainisha kuwa kesho Agosti 3 kutafanyika kikao cha bodi ya wakurugenzi kwa lengo la kujadili ajenda za mkutano mkuu maalum wa wanachama. Baada ya kikao hicho, wanachama watapewa taarifa rasmi kuhusu tarehe ya mkutano huo. Uongozi wa Simba umehimiza wanachama kuendelea kufuata taratibu na miongozo ya katiba ya klabu katika masuala yote yanayohusisha uendeshaji na maamuzi ya Simba. Taarifa hiyo imetolewa Agosti 2 na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club Clatous Magori. Bana, hii ndio taarifa kwa ambayo imetoka, lakini ngoja nikupitishe pia kwenye taarifa ya Amos Makala ambaye amepinga kuteuliwa na Murtaza Mangungu. Bana, mambo ni kumoto kweli kweli. Bana, mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amekanusha taarifa iliyosambaa zikimtaja kuwa ameteuliwa kuwa mjumbe wa baraza la wadhamini la klabu ya Simba, akisema teuzi hiyo si halali kwa mujibu halali kwa kuwa haukufuata taratibu zinazotakiwa katika kilabu hicho ama kwenye katiba ya klabu ya Simba. Makala amesema hayo leo Agosti 2 kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo ameeleza kuwa kama wanachama wa Simba kama mwanachama wa Simba anafahamu vyema taratibu ya klabu pamoja na utaratibu wa kupata wajumbe wa baraza la wadhamini. Amesema hakushirikishwa katika mchakato huo na kwamba teuzi hiyo hawezi kukubaliana nayo kwa uzuri kabisa. Sasa hichi ndicho ambacho kinachoendelea Simba Sports Club. Hebu tuweze kusikiliza kwa undani zaidi chambuzi ya hili ambalo linaloendelea pale Simba, fukuto hili. Kumbuka tarehe 8 mwezi wa 8 Simba Day, tarehe 12 mwezi wa 8 Simba na Yanga wanakutana, na hapa ndipo ambapo fukuto linazidi kwenda. Huko ndani ya Simba mambo si mazuri, msimu mpya unakuja. Hebu twende tusikilize hili upate kwa undani zaidi fukuto la Simba Sports Club. Nimeona posti moja ya ndugu yangu Nasibu Mkomo, baada ya mimi kusema kwamba Simba viongozi wamemwandikia invoice bilionea
Mo Dewji kuhusiana na bilioni 5 ambayo inatakiwa itolewe kwa ajili ada ya usajili 2026-27. Wachezaji waliosajiliwa na nini inatakiwa itolewe bilioni 5. Ghafla mshikaji wangu Nasibu ameweka post yake na kusema kuna sehemu kuna mtu ameandika. Sio kuna mtu, huyo mtu ni mimi. Ungenitaja wala hata hamna tatizo, na sina tatizo na hilo. Nasibu ni mwanangu. Amesema kwamba atakuja atoe hizo invoice, kwa maana atoe hizo details, kwa maana kwamba tajiri anawalazimisha wajumbe wa sign hizo fedha za usajili bilioni 5 ziwe kama deni kwamba ameikopesha club. Shida iko wapi? Tuulizane hapa leo. Shida iko wapi kwenye fedha za usajili ionekane club imekopeshwa? Shida inakuwa iko wapi? Anayetoa fedha ni Mo ama kampuni ambayo inatoa fedha? Jibu ni kampuni. Corporate world, Nasibu Mkomwa mshikaji wangu, works different from streets. Yani dunia ya kitaasisi inafanya kazi tofauti na mitaa. Kila kitu kinatakiwa kiende kwa documentation. We have to document kila kitu. Ngoja nikupe darasa moja kwa faida yako. Kwa faida yako. Chelsea, Roman Abramovich ndio mmiliki wa klabu ya soka ya Chelsea alikuwa. Roman Abramovich wakati anaondoka Chelsea 2022 ilionekana kwamba anaidai klabu ya soka ya Chelsea kiasi cha paundi bilioni 1.504 sawa na dola bilioni 2 za Kimarekani kupitia kampuni yake ya Fordstam Limited. Roman Abramovich aliyekuwa mmiliki wa Chelsea alikuwa anaidai Chelsea kiasi cha dola bilioni 2 kupitia kampuni yake ya Fordstam Limited. Najua technicality yake hutoielewa kwa urahisi, lakini ilivyo ni kwamba kuna fedha huwa inatolewa kama msaada, kuna fedha huwa inatolewa kama bonus, kuna fedha klabu yoyote ikitolewa lazima iandikwe kwamba hii fedha imetokaje, fedha imeendaje kwenye klabu. Dewji anasubiri transformation ikamilike ili apate share zake, aendelee na investment yake ndani ya timu. Anapokupa baadhi ya fedha hizo sio msaada, kwa sababu kumbuka Simba haiombi msaada na Mo haombi msaada Simba. A two-way situation, a win-win situation. Yeye anataka awekeze nje na mapenzi, it's business, ni biashara. Sio, unaelewa vizuri mpaka hapo? Na hakuna timu ambayo vitu vinaenda bure. Hakuna timu ambayo vitu vinaenda bure. Yanga pale ukienda, GSM hatoi fedha bure. Ukifuatilia ni lazima kuna commitment ambayo club wanakuwa nayo kwa GSM, kwa mfadhili. Lazima kuna sehemu wana sign kwamba hili ni deni. Na hiyo watu wanaweza kabisha kikawaida wakakataa, lakini uhalisia ndo huko. Hakuna fedha ambayo mwekezaji ama mfadhili tajiri anaitoa bure kwenye club duniani kote. Hilo natakiwa ufahamu Nasibu. Wakati nasubiri hizo message zako, hizo invoice zako kuzileta, nafikiri tuanzie hapo kwanza kutoa elimu kwako na wadau wengine. Na kazi mbili, ya kuposti kutoa taarifa, na posti kukuelimisha, na posti kubishana kwa ajili ya Simba Sports Club. Hilo kwanza tuliweke sawa. Si dhambi, si kosa Mo kuidai club na kutoa fedha watu wanatakiwa saini kama deni. Na kama hao watu ni wasafi, watu ambao wanapokea hizo fedha, sikuona haja ya kukimbia kusaini, kwa sababu mwisho wa siku wao hawalipi hizo fedha, bali ni commitment wao tumewaweka kwa niaba ya club. Sasa kwa nini unakimbia kusaini? Kwa nini kusaini na kuwa deni? Kuna mpango gani wa siri juu ya fedha za mfadhili ama za mwekezaji anazotoa kwenye club? Watuambie kwenye mkutano mkuu. Hatutaki kusaini, tunajikimbiza kwa sababu hii. Kwa nini kusaini commitment na kuwa swala la kimbia? Kwa mtu apewe fedha mfukoni, fedha sinaingia kwa niaba ya club. Something is wrong somewhere. Mimi nakusubiri Nasibu, niko hapa.